Eneo lote Afrika ya Mashariki imetimia saa 12 kamili asubuhi, ni sawa na saa 11 Afrika ya Kati. Hujambo msikilizaji, leo ni Jumatatu ya tarehe 4 Mei mwaka 2026. Mimi ni Skola Kisanga na karibu katika Amka na BBC. Katika matangazo ya Amka na BBC asubuhi hii, Iran inasema imepokea jibu la Marekani kwa pendekezo lake la hivi punde la amani, huku jeshi la Marekani linasema kuwa litaunga mkono meli za kibiashara kuvuka mlango bahari wa Hormuz leo Jumatatu. Utasikia kuhusu juhudi za mwalimu mmoja nchini Tanzania ambaye amejipatia umaarufu mtandaoni na namna ambavyo anavyohusianisha fani hiyo na utandawazi na teknolojia. Watoto wetu wengi wa kiume zama hizi hatuzungumzi nao, hatuwaambii ukweli. Kwa hiyo kitu ambacho kinakosekana ni watu kuwapa taarifa na maarifa sahihi. Na tunaangazia tishio la rais wa Marekani Donald Trump kujiondoa katika jumuiya ya kujihamia nchi za magharibi NATO na athari kwenye muungano huo. NATO sasa hivi waanze kuangalia sio tu katika swala la ulinzi, lakini wanaweza kaangalia ni vitu gani ambavyo Trump anatamani awe sehemu ya legacy yake kama sehemu ya historia yake ambavyo wanaweza kuvifanya na vikaathiri NATO. Awali yote ni muktasari wa habari za ulimwengu na utasomwa kwako na mwenzangu Nasteha Mohamed. Nasteha, karibu. Shukran Skola. Jeshi la Marekani limesema litasaidia meli za mizigo na mafuta kupita salama katika mlango wa Hormuz kuanzia Jumatatu baada ya Rais Donald Trump kutangaza operesheni ya kuzisaidia meli ambazo zimeshindwa kuondoka kutokana na uzuio la Iran katika eneo hilo. Wakati huo, kiongozi mmoja wa Iran amesema kuwa jaribio lolote la Marekani kuingilia katika mlango huo litachukuliwa kama uvunjaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya pande hizo. Meli nyingi pamoja na wafanyikazi wake wamekwama na kushindwa kuvuka mlango wa Hormuz tangu Israel na Marekani zilipoanzisha mashambulizi dhidi ya Iran mwishoni mwa mwezi Februari. Takriban watu watatu wameripotiwa kufariki dunia huku mwingine mmoja akilazwa katika chumba cha wagonjwa mahututi kufuatia mlipuko wa ugonjwa mkali wa mfumo wa upumuaji ndani ya meli ya kitalii katika bahari ya Atlantic. Esther Luambano anaeleza zaidi. Shirika la Afya Duniani WHO limesema vipimo vimethibitisha mtu mmoja kuambukizwa hantavirus huku watu wengine 5 wakishukiwa kuambukizwa. Maambukizi ya hantavirus ambayo kwa kawaida huenezwa na panya yanaweza kusababisha homa ya kuvuja damu mwilini pamoja na maradhi makali ya mfumo wa upumuaji. Meli hiyo ambayo inaaminika kuwa na uwezo wa kubeba takriban abiria 170 iliripotiwa kuwa ikisafiri kutoka Argentina kuelekea Cape Verde. Wakati meli hiyo ikiwa jirani na pwani ya Afrika ya Kusini, abiria waliougua walipelekwa Johannesburg kwa matibabu. WHO imesema juhudi za kimataifa za kukabiliana na tatizo hilo zinaendelea na kwamba inafanya kazi kwa karibu na waendeshaji wa meli hiyo pamoja na mamlaka husika za eneo hilo. Chancellor wa Ujerumani Friedrich Merz amejaribu kupunguza mvutano kati yake na Rais Donald Trump kuhusu vita vya Iran, akisema hajaacha kushirikiana na rais huyo wa Marekani. Katika mahojiano na televisheni ya Ujerumani, Merz alisema bado anaamini kuwa Marekani ni mshirika muhimu zaidi wa Ujerumani ndani ya muungano wa jumuiya ya kujihami ya NATO. Lazima nikubali kwamba rais wa Marekani ana mtazamo tofauti na wetu kuhusu masuala haya, lakini hilo halibadili ukweli kwamba bado ninaamini wa Marekani ni washirika muhimu kwetu, tena muhimu zaidi ndani ya muungano wa NATO, na kwamba tuna maslahi ya pamoja kwa Ulaya na Marekani kufanya kazi pamoja kumaliza mzozo huu, na pia kwa mfano kumaliza mzozo na vita nchini Ukraine. Wakili mashuhuri na mkosoaji mkubwa wa serikali ya kijeshi ya Mali ametekwa nyara katika mji mkuu Bamako. Jamaa wa familia ya wakili huyo ambaye alishuhudia tukio hilo amesema kuwa Moutaga Tall alichukuliwa na wanaume waliokuwa wamevalia barakoa, huku malalamiko rasmi yakiwasilishwa kwa mamlaka. Hii ni BBC. Na muhtasari wa habari za ulimwengu umesomwa kwako na mwenzangu Nasteha Mohamed akiwa studio zetu za Nairobi. Msikilizaji, hii ni Amka na BBC na hapa ni idhaa ya Kiswahili ya BBC. Matangazo haya unaweza kuyasikiliza pia kupitia redio wa shirika nchini Kenya, Nyota FM, Mos FM, kule DRC Lizard Radio na redio Muungano Beni. Tanzania ni redio Kwizera kule Ngara, Zenj FM visiwani Zanzibar na redio One ya Dar es Salaam pamoja na Lolionde FM.
internet ni katika bbcswahili.com. Matangazo haya pia hukujia moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook, unarambaza tu andika BBC Swahili. Mimi ni Skola Kisanga. Vyombo vya habari vinavyohusiana na serikali ya Iran vinasema kwamba Iran imepokea jibu la Marekani kwa pendekezo lake la hivi punde la amani. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran anasema jibu hilo limetolewa kupitia Pakistan na sasa linapitiwa upya. Marekani hata hivyo bado haijathibitisha rasmi kwamba imeijibu Tehran. Hata hivyo, Rais Donald Trump aliripotiwa kuliambia gazeti la Kan News la Israel jana Jumapili kwamba pendekezo hilo halikubaliki. Zaidi na Nasteha Mohamed. Vyombo vya habari vya serikali ya Iran vimeripoti kuwa katika vipengele au mpango 14 wa mapendekezo ya amani kati ya Marekani na Iran, Tehran inaiomba Washington kuondoa majeshi yake kutoka maeneo yaliyo jirani na mipaka ya Iran, kuondoa zuio la baharini dhidi ya bandari za Iran na kwamba mapigano yote yakome, ikiwa ni pamoja na mashambulizi ya Israel nchini Lebanon. Mpango huo pia ulitaka makubaliano kati ya nchi hizo mbili yafikiwe ndani ya siku 30. Vyombo hivyo vya habari viliongeza kuwa pendekezo hilo linahimiza nchi hizo kumaliza vita badala ya kurefusha usitishaji mapigano uliopo sasa. Akizungumzia pendekezo hilo la Iran, rais wa Marekani Donald Trump aliandika kwenye mtandao wake wa Truth Social mwishoni mwa juma kwamba Iran bado hawajalipia gharama ya kutosha kwa yale waliyofanya kwa ubinadamu na dunia katika kipindi cha miaka 47 iliyopita, akiongeza kwamba alipewa habari kuhusu pendekezo la Iran na kwamba anasubiria kupewa maelezo kamili kuhusu mpango huo uliowasilishwa na Iran. Alipoulizwa na BBC kuhusu uwezekano wa mashambulizi ya kijeshi dhidi ya maeneo muhimu ya Iran kuanza tena, Trump alijibu kwa kusema linawezekana iwapo watafanya jambo baya, lakini kwa sasa Marekani inatazama Iran kwa makini. Rais huyo wa Marekani alionekana kutokuwa tayari kujitoa kabisa katika mzozo huo, akisema Marekani haitajiondoa. Ni taarifa yake Nasteha Mohamed. Wanajeshi wawili wa jeshi la Marekani wametoweka wakati wa mazoezi ya kijeshi nchini Moroko. Hii ni kwa mujibu wa kamandi ya Marekani Afrika, yani AFRICOM. Maafisa wanasema walionekana mara ya mwisho siku ya Jumamosi karibu na miamba ya bahari kwenye eneo la mafunzo la Cape Dra ambalo lipo karibu na jiji la Tantan nchini Moroko. Ripoti za awali zinaonyesha kwamba wanajeshi waliotoweka walikuwa wakishiriki katika mazoezi ya pamoja ya AFCON Lyon mwaka 2026 huku kukiwa na wasiwasi huenda walianguka baharini. Zaidi na Phyllis Mwote. AFRICOM imesema kwamba waliripotiwa kupotea siku ya Jumamosi karibu na eneo la mazoezi la Cape Dra ambalo liko karibu na mji wa Tantan nchini Moroko. Maafisa vilevile wamesema kwamba operesheni ya kuwatafuta na ya uokoaji inayohusisha vikosi vya ardhini, angani na majini kutoka Marekani, Moroko na nchi nyingine inaendelea kuwasaka wanajeshi hao. Mamlaka zinaamini kwamba tukio hilo lilikuwa ajali na kwamba halikuwa kitendo cha ugaidi au utekaji nyara. African Lion ni zoezi kubwa zaidi la kijeshi la pamoja barani Afrika linalofanyika kila mwaka na huandaliwa katika nchi za Moroko, Ghana, Senegal na Tunisia. Zoezi hilo hulenga operesheni za pande zote, kukabiliana na majanga na uratibu wa kimataifa ili kuimarisha usalama wa kikanda na kujiandaa kwa matukio ya dharura. Zoezi hilo ambalo linahusisha wanajeshi 5,000 kutoka zaidi ya nchi 40 pamoja na zaidi ya washirika 30 wa sekta ya kijeshi kutoka Marekani limepangiwa kufanyika kuanzia tarehe 27 Aprili hadi tarehe 8 mwezi huu wa Mei. Naam, ni taarifa yake Phyllis Mwote. Na mashindano makubwa ya riadha duniani World Athletic Leagues mwaka 2026 yamefanyika mjini Gaborone, Botswana, yakileta pamoja zaidi ya wanariadha 700 kutoka mataifa 40 kushindania ubingwa na nafasi za kushiriki mashindano ya dunia yajayo. Hii ikiwa ni mara ya kwanza kwa mashindano hayo yanafanyika barani Afrika. Tukio hilo limeweka historia kubwa kwa Botswana na Afrika nzima. Mwanariadha wa mbio za mita 100 Ferdinand Omanyala amezungumza na mwandishi wa BBC Celestine Caronei na anaanza kwa kujadili umuhimu wa mashindano haya makubwa ya kwanza ya riadha kwa wanariadha wakubwa kufanyika barani Afrika.
Imekuwa poa cause hatujaipata such competitions in Africa, na unaweza ona tu vile mafans wako excited because imewaletwa kwa doorstep yao, so nimelike sana hii competition and I hope that wataendelea kutuletea more competitions in Africa because this what inspires the next generation. Na hapo kwenu Kenya umebaki kidogo tu mfuzu kwa mashindano ya dunia, lakini labda unaweza sema vipi kwa jinsi ambavyo timu ya taifa ya 4x1 imeshiriki mashindano haya? Tumekimbia poa sana na najua tutakuwa Beijing. I'm very sure because wanachukua 24 teams of which as of now tuko number 11, so najua inaenda kuwa fiti because sioni kama kuna any other challenge yenye inaenda kutupata in the next 1.5 years. Yeah. Labda ni wapi unaona Kenya inabidi itilie manani katika mbio hizi za 4x100 meters relay ili kuweza kuwa tunasema competitive kwa mashindano haya? Tunahitaji tu more competitions. Kila time wakipata chance wa compete. Na najua itakuwa sawa because na cheki jana tulikuwa a bit sluggish, lakini leo tumecome up, tumeshow up, tumeperform poa, national record which at least tumetoka na kitu. So but niko happy that in wiki moja tutakuwa na African Championships and then there are more competitions plus Commonwealth Games. Sana jua hizo tutatumia kusharpen. Kwako wewe binafsi kama Ferdinand Omanyala umekuwa na tayari msimu huu umekimbia mbio ya mita 100 kwa muda wa chini ya sekunde 10. Na unajua kila mtu anasema Ferdinand Omanyala amerudi baada ya labda 2025 ambayo ilikuwa na matatizo kidogo kwako. Sijui unajihisi vipi kwa sasa na matumaini ya mwaka huu ya msimu huu ni nini? Imekuwa season poa. Siwezi sema ati nimerudi, niko tu better. Niko better than nilikuwa last year because last year bado nilikuwa nakimbia 10-0 which ilikuwa fast. Nilikuwa bado napata medali kwa Diamond Leagues and all that. But hii mwaka nimekuja better. My second race already nilikuwa naenda under 10 seconds. So it's ni kitu motivational for me this season kwa sababu based on last year injuries asijakimbia under 10 and then in 8 days nakuja nakimbia under 10 seconds. Ni motivation. So now tunarudi tu back to the drawing board for the next month or 3 weeks and then tuonekana tunaweza improve tena hizo times tuingie 9-8 hivyo. Ni Ferdinand Omanyala, mwanariadha huyo wa Kenya kama alivyozungumza hapo. Ni mwandishi wa BBC Celestine Karoni. Na bado tunasalia katika masuala haya ya michezo. Twenzetu tunaye Florian Kaijage hapa. Asante sana Skola Kisanga. Tuanzie nchini Italia ambako klabu ya Inter Milan wametua rasmi ubingwa wa ligi kuu ya nchi hiyo maarufu Serie A kwa mara ya 21 baada ya kuwachapa Parma 2-0. Huku akihitaji alama moja tu kuchukua ubingwa huo almaarufu Scudetto, na ikibakia michezo mitatu kabla ya ligi hiyo kufikia tamati, Marco Thuram na Enrique Mkhitaryan walipachika magoli muhimu katika dimba la San Siro. Inter ambao mara ya mwisho walitoa ubingwa wa Serie A mwaka 2024 wamekusanya alama 12 zaidi dhidi ya mabingwa wa Trezi Napoli. Naona umepata shati ya mabingwa. Pole kidogo. Huko England, Manchester United wamefanikiwa kurejea katika ligi ya mabingwa Ulaya msimu ujao baada ya kuwachapa Liverpool 3-2 katika pambano la kusisimua kwenye dimba la Old Trafford. Mashetani hao wekundu waliongoza magoli 2-0 ndani ya dakika 11 za kwanza kabla ya Liverpool kusawazisha magoli hayo, lakini goli la dakika za 77 la mshambuliaji Kobbie Mainoo mwenye umri wa miaka 21 lilihakikishia Manchester United ushindi. Huko England, wakati mapambano ya kuwania ubingwa yakiendelea kati ya Arsenal na Manchester City, vita vya kuepuka kushuka daraja navyo havijapoa. Tottenham Hotspur ilijipatia ushindi muhimu 2-1 dhidi ya Aston Villa na kujiweka alama moja juu ya mstari wa kushuka daraja ikibakia michezo mitatu kabla ligi kumalizika. Wolves na Burnley tayari zimeshuka daraja na imebakia nafasi moja kucheza Championship msimu ujao. Vita kati ya Nottingham Forest, Spurs na West Ham ndio hivyo ya kuepuka kushuka daraja. Leo wasijui kama hii pia wana jezi nyeupe. Kuna michezo miwili. Saa 11 jioni Chelsea isiyo na kocha mkuu inaikaribisha Nottingham Forest, huko Everton wakiwa wenyeji wa Manchester City. Twende Tanzania. Pole kidogo kwanza. Katika mashindano ya magari yaendayo kasi, dereva kijana Kim Antonelli ameibuka kinara wa Miami Grand Prix kwa mara ya 3 mfululizo, ambapo jambo ambalo bingwa wa dunia wa mwaka 96 Dan Monhill ameeleza kuwa ni jambo maalum au la kipekee. Na katika tennis, Jannik Sinner amekuwa mchezaji wa kwanza kutoa ubingwa wa mashindano makubwa 5 mfululizo baada ya kumbwaga Alexander Zverev katika fainali ya Madrid Open hapo jana. Sinner, raia wa Italia mwenye umri wa miaka 24, tayari msimu huu ametoa ubingwa wa India Wells, Miami Monte
Miami, Monte Carlo na pia alitoa Paris Open miezi 5 iliyopita. Sasa huko unakokutaka kwa Tanzania sasa. Yaani leo kila mtu mabega yako chini. Kwamba katika soka la Afrika Mashariki Simba na Yanga zimetoshana nguvu kwa kufungana 2-2 katika ligi kuu ya Tanzania bara, Yanga wakisawazisha magoli mawili, huku goli la pili la Kretus Chama likiwa maridadi mno. Kwa wapenzi wa historia na rekodi ni kwamba goli la kwanza la Simba dakika ya 3 sasa linashika nafasi ya 3 kwa magoli ya mapema zaidi kwenye michezo ya watani, likitanguliwa na goli la Abdalla Msamba wa Simba sekunde ya 56 huko Mwanza mwaka 97 na Rashid Anzuruni wa Yanga dakika ya pili mwaka 1982. Simba na Yanga we. Asante Florian Gaijage.